Mungu wangu, siamini kama namshuhudia goti ndani ya uzi wa Yanga. Peter Shalulile Shashaman rasmi ametua nchini na kufanya mkutano kwa mara ya kwanza mbele ya wanahabari akitokea makao makuu ya Young Africans Jangwani, kumaanisha msimu unaokuja mabeki shughuli mko nayo, kwani Peter Shalulile amesema amekuja Tanzania kufanya kazi. Katika mazungumzo yake anasema ameichagua Young Africans kwa sababu anaamini ni timu bora, ina mashabiki bora, na Engineer Hersi alikuwa sababu ya yeye kutua ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa taarifa yako, Engineer alianza kumfuatilia Peter Shalulile miaka 3 iliyopita. Anasema, Good evening everyone. First of all, I will just like to say thank you to the Almighty. Habari za jioni kila mmoja wetu. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kuwa hapa. Yeye ndiye anafanya kila jambo liwezekane kwetu. Pia napenda kuwashukuru kwa nguvu na hamasa mnazozionyesha. Asanteni sana kwa support yenu. Mashabiki, ninapenda sana hamasa yenu. Kama mwenyekiti alivyosema, haya ni mafanikio pamoja. Ni kuhusu kufanya kazi kwa umoja, kupambana pamoja na kutokata tamaa. Ili tushinde mataji tunapaswa kubaki wamoja. Moja usiwe uwanjani pekee, bali hata kwa mashabiki pia. Tunapaswa kupendana na kusimama pamoja. Sijui kama hii ni sehemu sahihi ya kulisema hili, lakini nitatumia fursa hii kumshukuru mwenyekiti. Haikuwa safari rahisi. Kulikuwa na vilabu vingi kutoka sehemu mbalimbali za Afrika vilivyokuwa vinahitaji kunipigia simu, lakini nilichagua Yanga. Hii ni klabu yenu, klabu kubwa kwa watu wa Tanzania. Na ninaamini kwamba msimu huu na msimu ujao utakuwa kipekee sana kwetu. Ninaomba yale yote niliyobeba katika maisha na kazi yangu niweze kuyaleta kwa wachezaji wenzangu, kwa mwenyekiti na kwa kila mmoja aliyokuwa hapa. Mwisho wa yote tusherekee pamoja mataji mengi zaidi. Asanteni sana. Kwa kweli haukuwa uamuzi wepesi, lakini kilichofanya kuwa rahisi ni kwamba nilikutana na mwenyekiti miaka kadhaa iliyopita. Tangu wakati huo alikuwa na ndoto ya kuniona siku moja nikiichezea klabu kubwa kama Yanga. Kwangu pia ulikuwa ni uamuzi binafsi. Mara nyingi maamuzi yangu uyafanya kwa kusikiliza sauti ya moyo wangu. Hero, naamini kwamba unatakiwa kufuata mahali ambapo moyo wako unahisi amani. Tulizungumza na mwenyekiti, tukafanya mazungumzo mazuri. Kisha nikamwambia anipe siku 2 za kutafakari. Niliomba kwa Mungu kuhusu jambo hilo, na kwa hakika Mungu alifungua njia hadi nilipofika hapa nilipo hii leo. Tanzania ni nchi yenye watu wema, ni taifa lililobarikiwa sana. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru wote walioko hapa kwa kuwa ni watu wenye moyo na utu, kwa sababu kuwa mtu mwema hakukupunguzi chochote maishani mwako, na hilo ndo jambo ninaloliheshimu zaidi kwa kila mmoja wetu. Huyu ni Peter Shalulile, na hii ni sehemu ya kwanza ya kila alichokizungumza. Itaendelea sehemu ya pili muda si mrefu. Mimi ni Almachius Boniface Kanyasi.